Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Ninaitwa Padre Alfred Stanislaus Kwene. Kwa huruma ya Mungu ninahudumu kwa nafasi ya mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari hapa Tanzania. Ninapenda kuwaleteeni ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya Dominika ya Mito kwa mwaka huu 2026. Dominika ambayo tutaiadhimisha rasmi tarehe 26, Dominika ya 4 ya Pasaka, inayojulikana pia kama Dominika ya Kristo mchungaji mwema. Katika ujumbe wake kwa mwaka huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatualika tuongozwe na kauli mbiu ifuatayo: utambuzi wa ndani wa zawadi ya Mungu. Katika ujumbe wake anasema: wapendwa ndugu zangu, wapendwa vijana, tukiongozwa na kulindwa na Yesu mfufuka, tunaadhimisha katika Dominika ya 4 ya Pasaka, ambayo pia huitwa Dominika ya mchungaji mwema, siku ya 63 ya kuombea mito duniani. Hii ni fursa ya neema ambapo tunashiriki tafakari juu ya undani wa wito unaoeleweka kama utambuzi wa zawadi ya bure ya Mungu inayochanua ndani kabisa ya mioyo yetu. Anatualika akisema, hebu tuchunguze pamoja njia ya kweli iliyo nzuri ya maisha ambayo mchungaji anatuongoza. Na hapa anaainisha vipengele 4. Kipengele cha kwanza, njia ya uzuri. Anasema, katika Injili ya Yohane, Yesu alijieleza kuwa mchungaji mwema. Injili ya Yohane sura ya 10 aya 11. Kauli hii inahusu mchungaji mkamilifu, halisi na wa mfano, kwa kuwa yuko tayari kuutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake, kwa jinsi hiyo akidhihirisha upendo wa Mungu. Yeye ndiye mchungaji anayetuleta karibu naye, ambaye muono wake unadhihirisha kwamba maisha ni mazuri kweli tunapomfuata. Si macho ya mwili wala hisia za uzuri peke yake zinazoweza kutambua uzuri huu, bali tafakari ya kina na maisha ya ndani yanahitajika. Ni yule anayetuita, anayetulia, kusikiliza, kusali na kukaribisha mtazamo wa mchungaji, ndiye anayeweza kuwa jasiri na kusema, na mwamini, maisha pamoja naye yanaweza kuwa mazuri kweli. Nataka kutembea katika njia hii ya uzuri. Anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kilicho cha pekee zaidi ni kuwa katika kuwa mfuasi wake, mmoja anakuwa kweli mzuri. Uzuri wake unatubadilisha. Kama mwanateolojia, hapa anafanya rejea kwa mwanateolojia Paweł Florensky. Kama mwanateolojia Paweł alivyoandika, maisha ya ukaa pweke hayazai tu mtu mwema, bali mtu mzuri. Kwa hakika, zaidi ya wema, sifa ya pekee ya mtakatifu ni uzuri wa kiroho unaong'aa kutoka katika maisha yake ndani ya Kristo. Kwa njia hii, wito wa Kikristo unajidhihirisha katika kina chake kama kushiriki katika maisha ya Yesu, kwa kushiriki utume wake na kuakisi uzuri wake. Anaendelea kusema Baba Mtakatifu Leo wa 14, uzoefu huu wa ndani wa maisha, imani na maana ulikuwa pia wa Mtakatifu Agustino, ambaye katika kitabu chake cha 3 cha Maungamo, hali akitambua dhambi na madhaifu ya ujana wake, anamtambua Mungu ya kuwa yuko ndani zaidi kuliko sehemu yake ya ndani kabisa. Zaidi ya kujitambua binafsi, Agustino anagundua uzuri wa nuru ya kimungu inayomwongoza katika giza. Kwa kutambua uwepo wa Mungu katika vyanzo vya ndani kabisa ya roho yake, hatimaye Agustino alifahamu umuhimu wa kutunza maisha ya ndani kama mahali pa kukutana na Kristo, ambayo ni njia ya kuguswa na uzuri na wema wa Mungu katika maisha yetu wenyewe.
Anaendelea kusema Baba Mtakatifu Leo wa 14 ya kwamba mahusiano ya aina hiyo yanajikita katika sala na ukimya, na yanapopaliliwa yanatufungua kupokea na kuitikia kwa uhai kwa zawadi ya wito. Si jambo la kulazimisha katu au kipimo kimoja kitoshacho kwa wote, ambapo kila mmoja anakubaliana tu, bali ni fursa ya kutambua upendo na furaha. Hivyo katika msingi wa kuthamini maisha ya ndani, tunapaswa kuanza mara moja utume wetu na kuhuisha ari yetu ya uinjilishaji. Anaendelea kusema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kwa muono huu ninamwalika kila mmoja katika familia, parokia, jumuiya za kitawa, hali kadhalika maaskofu, mapadre, mashemasi, makatekista, waalimu na waamini wote kuwajibika kikamilifu katika kutengeneza mazingira yanayowezesha zawadi ya Mungu kukumbatiwa, kustawishwa, kulindwa na kusindikizwa ili iweze kuzaa matunda mengi. Ni pale tu mazingira yetu yanapoangazwa kwa imani hai, kutegemezwa kwa sala za daima na kutajirishwa na kuambatana kwa kidugu, ndipo wito wa Mungu huchanua na kukomaa na kuwa njia ya furaha na wokovu kwa ajili ya watu na ulimwengu. Kwa kushika njia ambayo Yesu mchungaji mwema anatuonesha, twaweza kujifahamu kwa undani zaidi, kadhalika kumfahamu Mungu ambaye anatuita. Anamaliza hivyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili inaongozwa na kichwa cha habari kinachosema ufahamu unaotegemeana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sehemu hii anaanza kwa kusema, Bwana wa uzima anatufahamu na anaangaza mioyo yetu kwa jicho lake la upendo. Hakika kila wito unaanza na ufahamu na utambuzi wa Mungu ambaye ni upendo. Anafanya rejea katika waraka wa kwanza Mtume Yohane sura ya 4 aya 16. Yeye, yaani Kristo, yeye anatufahamu fika, anahesabu nywele za vichwa vyetu. Rejea Mathayo 10:30. Na anapanga kwa ajili ya kila mmoja njia ya pekee ya utakatifu na utumishi. Bado ufahamu huu lazima uwe daima wa kutegemeana. Tunaalikwa kumfahamu Mungu kwa njia mbalimbali, hususan kwa njia ya sala, kusikiliza neno, sakramenti, maisha ya kanisa na matendo mema kwa kaka na dada zetu. Kama kijana Samueli ambaye pasipo kutegemea alisikia sauti ya Bwana wakati wa usiku na akajifunza kuitambua kwa msaada wa Eli. Nafanya rejea katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 10. Nasi pia tunahitaji kutengeneza nafasi ya ukimya wa ndani ili kusikia kile ambacho Bwana anataka kwa ajili ya furaha yetu. Hii sio swala la maarifa ya juu au mafunzo ya kitaaluma, bali ni kukutana binafsi kunakobadilisha maisha ya mtu. Mungu anakaa ndani ya mioyo yetu, na wito unajumuisha mazungumzo ya ndani pamoja naye, ambaye anaita na anatualika tuitikie pasipo kujali kelele za kiulimwengu ziletazo uziwi, kwa furaha halisi na ukarimu. Anaendelea kusema Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sehemu hiyo, hasa akiwaalika vijana. Anasema, wapendwa vijana, isikilizeni sauti hii. Isikilizeni sauti ya Bwana anayewaalika katika maisha yaliyo kamili na yenye kuzaa matunda, anayewaita kuzitumia talanta zenu. Hapa anatualika tufanye rejea katika Injili ya Mathayo sura ya 25 aya 14 hadi ya 30. Na anaendelea kuwahimiza vijana na kusema, Mungu anatuita kuzitumia talanta zetu na kuunganisha mapungufu na madhaifu yenu vijana pamoja na msalaba mtukufu wa Kristo. Hivyo anawahimiza vijana, tenga muda kwa ajili ya kuabudu Ekaristi, kutafakari kiaminifu juu ya neno la Mungu ili muweze kuliweka katika matendo kila siku na kushiriki kwa uhai na ukamilifu katika maisha ya kisakramenti na kikanisa ya kanisa. Kwa namna hii anawahimiza vijana, kwa namna hii
mtaweza kumfahamu Bwana. Katika ukaribu na urafiki wake mtatambua namna ya kujitoa, iwe kwa njia ya ndoa, upadre, ushemasi wa kudumu au maisha ya wakfu. Kila wito ni zawadi isiyopimika kwa kanisa na kwa wale wanaopokea kwa furaha. Kumfahamu Bwana inamaanisha kwanza kabisa kujifunza kujikabidhi kwake na kwa msaada wake ambao ni mkubwa kwa kila wito. Baba Mtakatifu anamaliza hivyo sehemu ya pili na anatualika kutafakari sehemu ya tatu ya ujumbe wake ambayo inaongozwa na mada isemayo uaminifu. Katika sehemu hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ufahamu huzaa kujiamini, mtazamo ambao hutokana na imani na ni walazima kwa ajili ya kukaribisha wito wa mtu na kudumu katika wito husika. Hakika maisha hujidhihirisha kama tendo endelevu la kuamini katika Bwana na kujiachia kwake, hata wakati ambapo mipango yake inakinzana na yetu. Anaendelea kusema katika eneo hilo, tumfikirie Mtakatifu Yosefu ambaye pamoja na ujauzito wa fumbo na usiotarajiwa wa bikira aliuamini ujumbe wa kimungu uliodhihirishwa kwake katika ndoto na akamkaribisha Maria na mwanawe kwa moyo mtiifu. Anatualika hapa tufanye rejea katika Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya 18 hadi 25, kadhalika Injili hiyo ya Mathayo ya sura ya pili aya 13 hadi 15. Anaendelea kusema akifanya mfano kwa akirejea kwa mfano wa Yosefu, anasema Yosefu wa Nazareti ni mfano wa matumaini kamili katika mipango ya Mungu. Aliamini hata wakati ambapo kila kitu kilichomzunguka kilionekana kuzingirwa katika giza na mashaka, wakati ambapo matukio yalionekana kuwa kinyume na mipango yake binafsi. Yosefu aliamini na kujikabidhi kwa Mungu, akiwa na hakika katika wema na uaminifu wa Bwana. Katika kila hali, Yosefu alitangaza ndio yake, mithili ya ile ya Maria wakati wa kupashwa habari ya Yesu, kadhalika na ile ya Yesu katika bustani ya Getsemane. Anaendelea katika na uaminifu akisema, kama jubilei ya matumaini ilivyotukumbusha, ni lazima kustawisha imani thabiti na isiyotetereka kwa ahadi za Mungu pasipo kukata tamaa. Lazima tushinde hofu na mashaka, hali tukiamini kuwa Bwana wa historia, wa ulimwengu na wa kila historia, kila mmoja wetu amefufuka. Hatutelekezi kamwe katika masaa yetu ya giza zito, bali huja kutawanya kila kivuli kwa nuru yake, na kwa njia ya nuru na nguvu ya Roho Mtakatifu, hata katikati ya majaribu na hatari, twaweza kuona wito wetu ukikua na kukomaa, tukitafakari kikamilifu zaidi uzuri wa yeye ambaye ametuita, uzuri ulioundwa kwa uaminifu na imani pasipo kujali majeraha na kushindwa kwetu. Anamaliza hivyo sehemu hii na anatualika sasa kutafakari sehemu inayofuata inayoongozwa na mada ndogo inayosema ukomavu. Anasema katika sehemu hii Baba Mtakatifu Leo wa 14, hakika wito si jambo la kudumu bila kubadilika, bali ni mchakato wa kukomaa unaotegemezwa na uhusiano wa ndani na Bwana. Kukua katika wito kwa kila mmoja wetu maana yake ni kuwa pamoja na Yesu, kumruhusu Roho Mtakatifu atende katika roho zetu na katika mazingira ya maisha, na kutafsiri upya kila kitu katika mwanga wa zawadi hii. Anatualika tufanye rejea katika Injili ya Yohane 15 aya kwanza hadi 18 kuhusu mfano wa mzabibu akisema, kama mzabibu na matawi yake, maisha yetu yote lazima yawe yamesimikwa katika muungano thabiti na hai pamoja na Bwana, ili tuweze kwa moyo wote kuitikia wito wake kupitia majaribu yetu na kupogolewa kwa lazima. Maeneo ambayo mapenzi ya Mungu hudhihirika wazi
na ambapo tunafaidika na upendo wake usio na kikomo. Daima ni muungano halisi wa kindugu tuwezao kuanzisha katika maisha yetu yote. Jinsi gani ilivyo na thamani kuwa na uongozi wa kiroho ulio wa kweli kwa ajili ya kutusindikiza katika kutambua na kukua kwa wito wetu. Jinsi gani ilivyo muhimu kung'amua na kupima maongozi ya Roho Mtakatifu ili wito uweze kufikia kuzaa matunda katika uzuri wake wote. Anaendelea kusema, kwa hiyo wito si mali inayomilikiwa mara moja tu. Kitu kinachotolewa mara moja tu basi. Badala yake, wito ni njia ambayo hujifungua sana kama maisha yenyewe. Zawadi ambayo tumepokea inapaswa sio tu kulindwa bali kustawishwa pia kwa njia ya uhusiano wa kila siku na Mungu ili iweze kukua na kuzaa matunda. Anaendelea kusema, hii ina manufaa kwani inayaweka maisha yetu yote katika uhusiano na Mungu anayetupenda. Inatufanya kutambua kuwa hakuna chochote kile ambacho ni matokeo ya bahati nasibu tu, bali kwamba kila kitu katika maisha yetu chaweza kuwa njia ya kumuitikia Bwana ambaye ana mpango nasi wa kustaajabisha sana. Anawaalika na kuwahimiza sana vijana anapohitimisha ujumbe wake akisema, ndugu wapendwa vijana, ninawatia moyo kustawisha uhusiano wenu binafsi na Mungu kwa njia ya sala za kila siku na tafakari ya neno. Tulia, anawahimiza vijana, sikiliza na jiaminishe. Kwa namna hii, zawadi ya wito wenu itaweza kukua, kuwaletea furaha na kuzaa matunda mengi kwa kanisa na ulimwengu. Anahitimisha kwa kutukaribisha sote na kutukabidhi mikononi mwa mama yetu Bikira Maria akisema, Bikira Maria, kielelezo cha kupokea zawadi za Mungu moyoni na mtaalamu katika kusikiliza, aandamane nanyi daima katika safari hii. Huo ndio ujumbe wa Baba Mtakatifu kwa Dominika ya Mito ya mwaka huu. Tutumie nafasi hii kwa niaba ya ofisi yetu ya mashirika ya Kipapa Taifa kuwatakieni maadhimisho mema ya Dominika hii ya Mito na ushiriki hai kwa njia ya sala, kadhalika kwa ukarimu kuwezesha mfuko wa Baba Mtakatifu kwa ajili ya kutegemeza mito ulimwenguni kupitia parokia zetu, na hatimaye kutoka parokiani kwetu ukarimu huo utafika ofisi ya taifa, ambapo hatimaye tutawasilisha katika ofisi za Baba Mtakatifu kupitia shirika la Mtakatifu Petro Mtume linalo ratibu ukarimu huo na kusimamia mgawanyo wa ukarimu wa waamini ulimwenguni kote kwa ajili ya kutegemeza mito kiulimwengu, kwa ajili kwa namna pekee ya ustawi wa mito katika nchi za misioni, Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi hizo. Ninawatakia kwa niaba ya ofisi yetu ya mashirika ya Kipapa Taifa maadhimisho mema. Tumsifu Yesu Kristo.